Aisee, ukiwa mtu maarufu inahitaji uwe na moyo sana kutokana na kile ambacho unakifanya, ama lifestyle ambayo unaishi, ama nguo unazovaa, ama chakula unachokula, ama sehemu ambazo unaenda hang out, ama watu pia ambao una hang out nao vizuri. Sasa jana ilikuwa ni birthday party ama dinner birthday party ya Juma Lokole. Katika sherehe hiyo ilihudhuriwa na wasanii wengi, japo wengine hawakutokea. Lakini kwenye hao wasanii walikuwepo wengi ambao walipendeza na wengine ambao hawakupendeza. Kwenye pati hiyo walikuwa wasanii wengi akiwemo Kajala pamoja na Paula. Sasa kitu ambacho kimezungumzwa sana mtandaoni kuhusiana na kile kigauni cha Kajala. Kajala alitupia gauni fulani hivi nyeusi ambayo ina ulembo kama gold ikichanganyika na button za kijani na nyekundu. Lakini pia kwa upande wa Paula alikuwa amevalia gauni fulani hivi jeusi ambalo lina ua jeupe. Sasa Kajala kwenye gauni lake lile gauni lilikuwa lina mpasuo wa mbele na gauni lile lilikuwa linamfanya asiwe free. Sasa watu wakaja na majambo mengi wakazungumzia gauni la Kajala, kwa nini alivaa gauni kama lile alafu lilikuwa linamnyima uhuru. Lakini pia kutokana na kwanza na yeye tayari ni bibi, lakini pia tayari ni mama kijacho, tayari ni mke mtarajiwa wa Bwana Harmonize ama Bwana Rajabu. Kwa nini alivaa gauni design ile ambalo pia hata yeye mwenyewe hakuwa na comfortability nalo. Yaani hakuweza kuwa comfortable kabisa. Kwa hivyo maswali yakawa mengi, watu wakazungumza mengi, na huko mtandaoni ukipita unakutana na kigauni cha Kajala, watu wakizungumzia. Na ni kweli nikiangalia video hii namuona kasa Kajala akiwa hayuko free na kile kigauni chake chokuwa amekivaa, kwa sababu kwa kinampasuo wa mbele, kinafanya viungo vyake vya ndani kiwemo mapaja yakionekana. Kwa hivyo alikuwa wakati anaingia ukumbini alikuwa akijificha nyuma ya Paula, na hii ikafanya watu wengi kuzungumza kutokana ama kuhusiana na ile nguo ambayo Kajala alikuwa ameivaa. Huenda angevaa nguo ambayo itamfanya kuwa free, kuwa comfortable, lakini asingevaa gauni kama hii. Comment ni nyingi, watu walizungumza wengi, naomba nisome comment chache tu hapa. Huyu anasema Kajala haipo comfortable with her cold dress, lakini pia huyu akasema Kajala nguo inakunyima kujiamini, hebu ona unavyojibana mapaja. Huyu akasema hiyo nguo ya Mama Paula kikaa tu mambo yote hadharani. Sawa, lakini mwingine akasema nguo kavaa mwenyewe anashusha ya nini, viatu vimemshinda alafu anajificha nyuma ya Paula. Huyu akasema anavaa nguo alafu anaona aibu. Na mwingine akasema jamani. Sawa, akasema Kajala nimekuita mara 3, zingatia swala la muonekano. Okay, sawa. Unajua nguo nzuri zipo, sawa. Huyu naye akasema kwa nini mtu kavaa mwenyewe halafu anajishtukia? Na wengine wakazungumza maneno mengi. Kwa hivyo swala ambalo lilizungumzwa, tunaamini Kajala alipendeza na kila nguo akivaa anapendeza, lakini gauni lake ile ambalo alivaa kwenye shughuli ya Juma Lokole bwana limemnyima uhuru. Hata mimi nimeangalia video hii nikaona kabisa jinsi ambavyo Kajala anatembea kwa shida kutokana na ile gauni ambayo amevaa, si kwa sababu ya yule mpasuo ama limembana sana. At least kama alikuwa anahitaji kuvaa nguo ndefu basi angevaa nguo ndefu ambayo haina mpasuo kwa mbele. Na kitu kingine ambacho pia kiliwafanya watu wazungumze, muonekano mwingine Kajala alivyoenda kutunza pesa pale mbele, alionekana amevaa slippers fulani hivi, yani zimekaa kama viatu vya kushindia nyumbani. Watu wakazungumza mengi pia, wengine wakasema au kwa sababu ni Mama K ndio maana vitu vingi vinamshinda kuwa free, ikiwemo viatu virefu. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa kuzungumzia kigauni hicho cha Kajala ambacho alikivaa kwenye birthday party pale Serena Hotel, kwenye birthday party ya Juma Lokole, birthday ambayo ilihudhuriwa na watu wengi maarufu na wengine wengi kabisa, akiwemo Gigy Money na mume wake, akiwemo Paula mwenyewe, akiwemo wasanii kama Gachi, lakini pia akiwemo Mashalavu na wasanii wengine wengi na watu wengine maarufu kama Fatuma Kitasa walikuwa kwenye shughuli hiyo na wengine wengi. Kwa hivyo unapoamua kupendeza kwenda kwenye shughuli, wewe kama mtu maarufu zingatia nguo unaoivaa inaendana na mwili wako, yasije kuwa na mambo mengine kama haya ya Kajala. Mimi hapa ni Sambia, maoni yako ni muhimu sana kwa hiki ambacho nimezungumza kuhusiana na nguo ya Kajala hiyo ambayo hapo unaiona kwenye screen yako. Kubwa zaidi ni maoni yako hapo, lakini cha kwanza kabisa subscribe, bonyeza alama ya kengele. Pia usisahau kutufuata kule Instagram, TikTok na Facebook ni 69 Media TZ. Wakati huu hapa na sign out.